Tulizungumza hapa Mchungu, nikakupa taarifa ya baadhi ya wanajeshi wa nchi za Ulaya waliokuwa wakitua kwenye mji mkuu wa Greenland pale kwa ajili ya kuimarisha ulinzi baada ya zile kauli za Trump na nini. Sasa silaha ya Trump ni ile ile, ushuru, vikwazo na kodi. Vikwazo na kodi. Trump ameziwekea ushuru wa 10% nchi za Ulaya ikiwemo Denmark, Norway, Sweden, Finland, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi na Uingereza, ambazo hivi karibuni zilionya kuwa vitisho hivyo vya ushuru, anasema vinakwamisha ushirikiano wa kati ya Ulaya na Marekani. Trump ameweka 10%, ndio silaha yake kubwa kabisa, ndio silaha yake kubwa ambayo amekuwa akiitumia, na Ulaya inamtegemea kwenye mambo haya. Unajua nikiwagusa hapa watatetereka. Na sote tunamtegemea. Mwenyewe anasema kwamba wao wanatuhitaji zaidi kuliko sisi tunavyohitaji wao. Wanatuhitaji kwa ulinzi, kuna biashara, kuna usalama. Amesema wazi kabisa kwamba kama asipoweza kupata kisiwa cha Greenland, atajiondoa kwenye moja kujami wa NATO na ataambia Putin awavamie wote, au kuanza Uingereza, Ufaransa, piga wote, kwa sababu anasema bila Marekani na bila yeye Putin angeshavamia nchi zote za Ulaya hizo. Kwa hiyo yeye ndo amekuwa akiwalinda nchi za Ulaya. Of course anaoja msingi, kwa sababu kwa kweli ukiangalia bajeti za ulinzi za Ulaya walikuwa hawajaweka bajeti kwa ajili ya ulinzi wa nchi zao. Mwaka jana ndo wameanza kujaribu kuongeza bajeti ya ulinzi. Nimeona kuna kikao cha Umoja wa Ulaya waliweza kuweka bajeti takriban euro milioni 800 kuhakikisha kwamba wanaweza kufinance sekta za ulinzi za nchi zao. Kizidi sana wamekubaliana kuongeza takriban 3% ya pato la taifa takriban nchi, kwa nini? Kuhakikisha kwamba wanaweza kuongeza bajeti ya ulinzi. Kwa hiyo Ulaya hawakujipanga kwa kweli zidi ya vita. Sasa kutazama ni kwamba kuna hoja ambayo anajenga Trump. Na Trump wengi wanamtazama kama amekuwa kivuruga utaratibu wa kimataifa. Yaani kama ni mvurugaji. Anataka kuivamia Greenland, ameenda kumchukua Maduro, amemteka, amempa kesi, anapeleka vikwazo Afrika, ni mtu ambaye anatishia kuipiga Iran, anatishia kuondoa baadhi ya viongozi, utazama nchi ya Venezuela, Mexico na Colombia. Kwa hiyo ameonekana kama ni kiongozi ambaye amekuwa akitishia utaratibu wa kimataifa ambao umejengwa katika usawa, katika ustaarabu, lakini katika kuheshimu misingi na protokali za kimataifa. Sasa vikwazo huwa maana yake nini? Na hapa lazima tufahamu kitu kimoja. Vikwazo huwa ni silaha kwenye sera ya mambo ya nje. Yaani taifa likitaka kufikia maslahi yake ya kiuchumi wa kisiasa, wanaweza wakatumia vita au wanaweza kutumia vikwazo. Zote hizi ni mikakati ya kufikia hard power, kwa sababu kuna hard power strategies. Unaweza kuanzisha vita, unaweza kuanzisha vikwazo, au unaweza ukapeleka boycott, kumtenga mtu au kumsusia, au unaweza kupeleka divestment, kwa kwamba kuondoa ushirikiano wa kiuchumi katika nchi husika. Zote ni njia zinaweza kusaidia kuweza kufikia maslahi yako ya kiuchumi. Kwa hichi ambacho anachokifanya Trump, anaisababisha Ulaya sasa kuweza kubadilisha sera zake za kiuchumi na za kiusalama, kwa sababu tunafahamu kwamba Marekani amekuwa ni mlinzi mkubwa wa nchi za Ulaya tangu kabisa ni baada ya vita vya dunia. Nchi nyingi za Ulaya zisambaratika, zilipigwa, utazama na Adolf Hitler. Kwa Marekani alikuwa anazifinance kule mkakati wake ule wa Marshall Plan, utazama kwa 1977, na akaanza kutoa usaidizi wa kiuchumi kuweza kujenga majeshi ya Ulaya. Kwa hiyo kwa kweli yeye amekuwa na turufu dhidi ya nchi za Ulaya. Kwa hiyo anatumia hii turufu kama ni mkakati wa kuweza kuzishawishi. Tunasema ile bargaining power. Yaani yeye ndo ana nguvu za maamuzi kwenye meza mazungumzo. Kwa hiyo anatumia kuweza kuzishawishi kuweza kufikia maslahi yake ya kiuchumi. Sasa ukitazama yani hatua zake za kuweza kuingilia mataifa mengine ndio imekuwa ni ukosoaji mkubwa wa nchi za kimataifa. Amekuwa kwa mfano akiwadhiaki viongozi wengi wa Ulaya, anamwambia Macron kwa mfano, akikutana naye na muombaomba, analialia, anataka msaada, hana cha kumsaidia, anazima nchi za Ulaya kwamba nyie bila mimi Putin atawavamia. Kwa hiyo kwa kweli Trump ameendelea kugusa vichwa vikubwa vya habari vya kimataifa, na mkakati wake amesema wazi kabisa kwamba wanaitaka Greenland. Unaweza amewapa nafikiri kama miezi 3 waweze kupitisha azimio la kuweza kuwauzia. Kuna muda mrefu kwa karne ya 17, 18 wanataka kuinunua kisiwa cha Greenland. Lakini vile mwaka 2019 vile kuja na mpango wanataka kuinunua kisiwa cha Greenland. Lakini wakasema kwamba Greenland haiuzi. Wakasema wanasema Greenland not for sale. Kwamba Greenland haipo kwa mpango wa kuuzwa. Kwa sasa mtazamo kwa kweli wa Trump umekuwa ukitishia ushirikiano
kati ya Marekani ambao ni mshirika muhimu wa Umoja wa Ulaya dhidi ya umoja wa kujihami wa nchi za magharibi ambao ni NATO, ambao nikitazama amekuwa ni founder tangu mwaka 1949. Haya bana, hayo ndio yanayoendelea kujiri kwenye kisiwa hicho cha Greenland ambacho Trump yeye anaamini kimeshikilia pia ulinzi wa Marekani na usalama, ndio maana akitaka kwa hali na mali ili kiwe kwenye mikono yake. Sawa.